Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji wa televisheni yetu ya One News Media. Basi kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel yetu, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu cha habari toka One News Media. Basi mpenzi mtazamaji, acha nikusogezee habari zetu za leo. Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi anaomba uhimizaji wa mashirika ya usalama kwa kusimamisha ujambazi mkali wakati huu mjini Kinshasa. Hatua zilichukuliwa siku ya tano wakati wa mkutano wa shauri ya mawaziri kwa kusimamisha vitendo kawaida vya uporaji, utekaji nyara na uwizi hata wakati wa mchana mjini humo. Makabila mbalimbali ya Ituri yanapaswa elemusha upendo, msamaha na upatanishi, ahadi ya amani ya kudumu katika jimbo hilo. Wito huo ulifanyika siku ya tano iliyopita na mwakilishi jimboni wa Jumuiya ya Waislamu wakati wa sherehe ya Tabaski inayoitwa Karamu ya Kondo. Hali ya malisho mabaya ni ya kushurutisha katika jimbo la Chopo, pamoja na idadi ya watoto 43% wa chini ya miaka 5 wanaoguswa. Ndivyo imejulishwa katika mpango maalum wa miaka 5 ijayo wa sekta nyingi wa upingaji wa malisho mabaya. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Rais wa Jamhuri amesema anashurutishwa sana na wingi wa vitendo vya uporaji, utekaji nyara na uwizi unaofanyika na wajambazi wanaotumia silaha mchana kati mjini Kinshasa. Vitendo aina hivyo vinaendeshwa kawaida kupitia ushujaa wa wajambazi katika mabarabara makubwa, hata karibu ya viwanda vya kiserikali, soko na maduka makubwa. Hayo ni matamshi ya Rais Felix Tshisekedi siku ya tano iliyopita wakati wa mkutano wa shauri ya mawaziri wa 46. Huyo aliomba uhimizaji wa mashirika ya usalama kwa kusimamisha ujambazi ule. Hata hivyo, hatua zilichukuliwa wakati wa mkutano ule. Ndizo anafasiria hapa msemaji wa serikali Patrick Muyaya, waziri wa upashaji wa habari, katika masemi yaliyochukuliwa na Alain Rung. Mwenzetu wa Kalemi Pole Munanga anatafsiri. Le président de la République a rappelé l'impératif de Raisi wa Jamhuri alikumbusha umuhimu wa kurejesha utulivu, usalama na imani ya raia. Kwa ajili hiyo, aliwaagiza naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, waziri wa nchi, waziri wa sheria na naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi, kuhamasisha bila kuchelewa huduma ili kutekeleza majibu ya nguvu kwa kupinga uhalifu. Hatua zinazopashwa kutekelezwa zijumuishe kuimarisha operesheni za usalama katika eneo lote la mjini Kinshasa, doria zilizoimarishwa na kuongezeka kwa ufuatiliaji katika maeneo ya mjini Kinshasa, hasa wakati wa saa ya kukimbilia, ongezeko linaloonekana la idadi ya askari polisi na wanajeshi kando ya barabara kuu katika vitongoji vilivyo hatarini, ukandamizaji mkali wa mashtaka kwa kupinga majambazi na mwendelezo wa operesheni Ndobo. La poursuite de l'opération Ndobo. Ripoti ya mwaka ya kazi za shauri kuu ya upashaji wa habari na mawasiliano ilionyesha siku ya tano iliyopita mbele ya wanabunge wa taifa hapa mjini Kinshasa. Wengi sawa mbunge Christian Mwando na Boris Mbuku walishutumu uongozi mbaya wa kiongozi wa shauri hiyo Sesak, hasa hatua yake ya uuaji wa uhuru ya kukataa vituo vya habari kutangaza mipango ya rais wa zamani Joseph Kabila. Kinyume, Christian Bosembe alikikisha kwamba bado Sesak haikukataza wapasha habari kusema jina ya Joseph Kabila wala kufikiri kuhusu rais wa zamani. Hatua hiyo ya muda itachunguzwa hii siku ya kwanza wakati wa kikao cha Sesak, ikiwa ya kupinga kusifu mipango ya uwasi wala ya vita. Upande mwingine, mkusanyiko wa taifa wa wapasha habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UNPC imesema ilifuata azimio hiyo ya Sesak katika huzuni. Ni hiyo inayokataza kwa muda kutangaza habari za mipango ya chama cha PPRD na memba wake kwa muda wa siku 19 kupitia tangazo ya siku ya tano iliyosahihiwa na kiongozi wa UNPC Kamanda Muzembe. Mkusanyiko unaomba wapasha habari utulivu na kujizuia mbele ya hali hiyo inayoarifiwa kuenda kinyume cha kanuni ya upekee. Makabila mbalimbali ya Ituri yanapashwa elemusha upendo, msamaha na upatanishi, ahadi ya amani ya kudumu katika jimbo hilo. Wito huo ulifanyika siku ya tano iliyopita na mwakilishi jimboni wa Jumuiya ya Waislamu wakati wa sherehe ya Tabaski inayoitwa Karamu ya Kondo.
Mamia ya Waislamu walikusanyika katika uwanja wa Sayo Pabunia wakionyesha mshikamano kwa wakosefu. Ni taarifa ya mshiriki wetu Bilo Bahati inayosomwa kutoka Bunya na Isaac Remo Yope. Siku ya 5 iliyopita, uwanja wa kabumbu ya Sayo Mohamed mjini Bunya ulijaa waumini wa Kiislamu, wanaume, wanawake na watoto, wote wakiwa wamevaa mavazi yao ya damani kabisa. Walitumia saa kadhaa katika ibada, wakiomba hasa kwa ajili ya kurudi kwa amani kwa Ituri. Katika ujumbe wake, Sheikh Shukrani Biarufu alialika wakaji wa jimbo hili kujitahidi kuwa na uvumilivu, msamaha na upatanisho, ambayo ni muhimu kwa amani ya kudumu, hasa katika kipindi hiki ambacho Ituri anapitia nyakati za misukosuko na upungufu ya usalama. Waumini wa Kiislamu walitoa chakula kwa wahitaji au wasiojiweza kujigharamia ili kuonyesha mshikamano wao katika kumbukumbu ya Nabii Ibrahim aliyemtoa kafara mwanawe Ismail. Hili lilikusudiwa kuhimiza idadi ya watu kuimarisha vifungo vya undugu na kuishi pamoja kwa amani, ujulisha mmoja wao Alex Shabdina. Tujulishe kwamba sikukuu la Tabaski ilisherekewa na Waislamu wote katika mitaa 5 ya Ituri. Nikiripoti toka Bunya, Isaac Remo Yope, Radio Okapi. Hali ya malisho mabaya ni ya kushurutisha katika jimbo la Chopo. Watoto wa 43% wa chini ya miezi 59 ndio wanaguswa sana na hali hiyo. Ndivyo imejulisha katika mpango maalum wa sekta nyingi wa upingaji wa malisho mabaya. Mpango ule wa miaka 5, yani 2015 hadi 2013, ulioneshwa mbele aliwali kwa muda wa jimbo la Chopo Senold Tandia siku ya 5 iliyopita mjini Kisangani na kiongozi jimboni wa mpango ya serikali. Mpango huo unaomba zaidi ya milioni 184 za dola za Kimarekani. Mafasirio ya mwenzetu wa Kisangani Jacques Mukonkole. Uchunguzi uliofanyikwa mwaka 2024 kwa watoto wa umri tangia 0 hadi miezi 59 ilionyesha kama watoto hawa wanashikwa na bwaki, kama vile imejulisha kiongozi wa divizioni yenye kuhusika na mipango jimboni. Sababu ya ugonjwa huu, kama vile imenena Daktari Norbert Mosunga, ni kutokufahamu aina ya chakula ya kuwapa watoto, pia mazoezi kufuatana na tabia ya ukabila, pia tena umaskini ya wazazi. Kwa kupiganisha ugonjwa huu wa bwaki, imetengenezwa mpango moja, kwa mfano kuwatolea watu mafunzo kuhusu chakula ya kuwapa watoto kusudi wawe na afya njema. Kibarua hili ilitolewa kwa liwali la jimbo kwa muda Senold Tandia, na huyu anaituma kunako baraza la bunge kwa uchunguzi kabla ya kuitumia. Tujulishe ya kwamba mpango huu unahitaji fedha nyingi, na hiyo imeongojelea kutoka serikali jimboni na kwa wasaidizi wake. Mjikisangani, Jacques Mukonkole, Radio Okapi. Kila mwaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu watoto 5,000 wanazaliwa na uharibifu wa miguu. Miongoni mwao karibu 1,000 peke yake ndio wanatolewa matunzo bila malipo kupitia shirika Hope Walks, yani matumaini ya kutembea. Shirika hilo linafadhaishwa na ustawi wa usalama wa sasa unaozuia matunzo ya watoto wale. Linadai kuingizwa kwa matibabu yale katika matunzo ya lazima ya chini, hali huenda itakayoruhusu wazazi kusitosafiri wala tena kuenda mbali kwa matunzo ya watoto wao. Tumusikilize Semu Sekulimwenge Vincent, mmoja wa viongozi wa shirika Hope World. Katika maeneo ambayo usalama hauko thabiti, wazazi wengine wanashindwa kuheshimu mpango wa matunzo unaowaomba kufika kwa muda fulani na watoto wao, na hivyo kunaonekana hali ya watoto wanaorudi nyuma ijapo matunzo yao yalikuwa yakiendelea vema. Nchini DRC, kulingana na idadi tunazo, kuna zaidi ya watoto 5,000 wanaozaliwa na mguu uliogeukia ndani. Pamoja na shirika la Hope Works kwa ushirikiano na Hill Africa, pia PNRBC, ikiwa ni mpango wa kitaifa wa urekebishaji wenye msingi wa kijamii, tunafanikiwa kuwatibu takribani watoto 1,000. Kwa hivyo kuna zaidi ya watoto 4,000 ambao wanasalia katika jamii na kukomaa na ulemavu huu. Hivyo basi natoa wito kwa wafadhili wote wanaopenda kuungana nasi ili watoto waweze kupata matunzo, waje tutumike pamoja. La malformation des pieds beaux. Jueni kwamba sikukuu ya kimataifa ya ugonjwa wa uharibifu wa miguu inasherekewa kila tarehe 3 Juni. Mjini Goma, sherehe hiyo ilifanyika tarehe 5 Juni kunako hospitali Hill Africa, chini ya somo la mahali la kupatia kila mtoto bahati ya kukimbia kuelekea ujio wake. Wakati huo huo maalum,
Watoto 10 walihakikishwa kupona kisha matunzo ya zaidi ya miaka 5. Kwa kifupi, jimboni Kasai Oriental kuna ripotiwa matatizo ya ukosefu wa maji mjini Mbujimai tangu juma moja. Maeneo mengi ya chini yanakosa maji safi. Wanawake na vijana wasichana sawa vile wanaume wanaonekana kwa wingi mjini wakitafuta wapi watapata maji. Kiongozi jimboni wa Regideso anasema ombi ni ya juu kwa kupata suluhisho, na tena anaomba kuwa na umeme wa kutosha kwa kuruhusu mashini zitumike muda mrefu kwa kutoa maji. Mito ya jimbo la Kongo Central inajaa chupa za plastiki, hali inayoharibu makazi ya uvuvi pamoja na ubora wa mazingira kando ya mito. Ni habari iliyotolewa na kiongozi wa shirika IDEAL linalohudumia maendeleo ya mahali Apollinaire Nsoka Ngimbi. Ni wakati wa mkutano wa kisayansi ulioandaliwa mjini Boma siku ya 5 iliyopita, wakati wa sherehe ulimwenguni ya mazingira. Huyo anaomba wenye uwezo wachungue vizuri swali lenye kuelekea uchafu wa plastiki, sababu linakaza pia vinyume vya mabadiliko ya ardhi. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi. Invité en Swahili. Baada ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, serikali ya nchi imeamua kwamba wanafunzi wa somo la mwisho wa shule ya msingi na ya sekondari katika jimbo la Ituri hawatalipa gharama ya Exeta pia ya Tenasosp. Tunataka tujue, je, wakaaji wa Ituri wamepokea habari hiyo? Kwa kupata jibu, tunapokea David Putu ambaye ni kiongozi wa mkoa wa chama cha kitaifa cha wazazi wa wanafunzi wa Kongo. Tumfate katika maongezi yake na Jean-Claude Lokidile. David Putu, jambo. Jambo bwana journalist. Je, maoni yenu kuhusu hatua ya serikali ya Kongo yenye kukubali kuchukua mzigo ya kulipa pesa ya kuwaruhusu wanafunzi la darasa la 6 la kiprimari na pia sekondari kuweza kushiriki katika mtihani ya kiserikali, yani examen d'etat na pia Tenasops? Tunasema accent juu ya nini? Mambo government ni mwenye kusimamia hii mambo, ni yeye ndio mwenye kufanya hii organization, na yeye peke government anakamata mikano ya kusema bazazi abawezi kulipa kufatana na magumu yetu. Na tumesema tena accent na government, tunasema accent na government, metunaomba na government asibakirie tuna bile vitabu ya kuandika, ana kamata mipango ya kulipa. Kabla tuanze mazungumzo yetu, ulikuwa ukiniambia kwamba bado kunakuwa wasiwasi, mnakuwa na shaka. Ni kwa sababu gani? Waga ni kusema tunaomba na government mambo examen iko na budget. Unaona kazi yenye banasema dissertation examen ni batapasha kukorije hayo kuba province. Ifo kutafuta ba mwalimu ya elimu benye balisoma fridge bakuje bakorije na babalipa. Alo sasa inabidi government namuna anatoka kusema atume msaada mbio, atume ule msaada hivi bale ba mwalimu na bale bakubwa basikuwe tante na batu benye biko na ndia mbaya ma corruption hivi babapatie ma point fulani fulani. Alo tunapenda government alete msaada hivi bale batu batumike ndani ya ukimya na ndani ya oka ya Mungu vile vile. Kuko watu benye kila wakati banabakamata banasema ba surveillant, kila batu banakamata batu banasema iko ba superviseur, na batu benye bakuna kubeba ile makazi zote paka mwisho, kukamata sanduku ile ya examen kwenda nayo nyanya sapa kwetu, kwenda nayo Biakato Mambasa. Unaona na njia iko tu problem, na kutoka hapa kwenda nayo Angumu, kwenda nayo Imbokolo. Sinaomba pesa bawezi kuibeba kukicho, inaomba pesa na inaomba watu wasidikize ile mal ya examen d'etat, na inabidi banalipiwa bale batu bote banalipiwa. Lakini kuna wazazi wengine ambaye tayari wamekusha kulipa hiyo pesa. Serikali imeahidi kurudisha pesa ya wazazi hawa. Je, maoni yenu ngambo za Anapeko? Sisi hatuogope kitu. Kama government anarudisha franga ikifikia mbukubwa ya province ya kusema leo banatuma kuituri msaada yenye gouvernement alisema juu ya examen d'etat iko franga autant, government ataleta ile franga na bakubwa ya masomo kufatana na maekole yenye ilikuwa inashalipa na bazazi balikuwa banashalipa, barudisha mapesa zao. Woga ni kwamba inaweza kuchelewa ama kuchukua muda mrefu. Ile
ile ndio kumubaya. Hii franga examen d'etat aibidi tena ikuwe na mapromesa. Government anakamata mipango ya kurudisha, ya kupatia batu franga. Namna government anayu calendrier ya masomo ya examen sina toka Kinshasa, haikutoka hapa na banayua ke kui date ba mwalimu ba komite fulani batafanya ile kazi. Ilifo banaituma, haibidi tena batu baanje kungoya. Mbambo tulingoya tena wakati ya tena FEP kwa masomo ya primari. Banafadisia batu babitabu mufanye mbulete nimero ya M-Pesa, mufanye hivi. Batu balituma paka leo watu yaonanga kitu. Na pale kama abapende kuelewa, bataingiza bakubwa wa masomo localement en conflit na bazazi. David Mputu nakushukuru. Ndiyo bwana journalist, na mimi vile nakushukuru sana. Asante. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika mji wa Beni, kusafisha barabara kubwa inayoitwa Boulevard Nyamwisi ilikutanisha mkuu wa division ya Mukumbi ama meri ya Beni na wachuruzi wa mafuta ya gari ama wakadafi siku ya kwanza iliyopita. Kwani maafisa wa kutelekeza sheria waliondoa maonyesho yote ya wakadafi kwenye Boulevard Nyamwisi. Sasa mkuu wa division ya meri ya Beni amesikilizana namna gani na wakadafi? Maelezo zaidi na Mark Marofimbo. Wakati wa kikao hiki pamoja na mwakilishi wa meya wa muji wa Beni, wahuzishaji wa mafuta ya gari na pikipiki wanaojulikana sana kwa jina maarufu la Kadafi walishotwa vidole kusogea karibu sana na barabara na kuvuruga matembezi barabarani. Kisha kutambua yale, mmoja wao alishuhudia yafuatayo. Ni operasyon ya mzuri sana, kwani vile yetu ya Beni ilikuwa kama mesal. Wakati mkubwa ana lasi operasyon, vraiment tunaifurahia sana na tunaambia wakadafi wetu ya kwamba siku ya salongo, yani chaque samedi a partir ya 7h mpaka 10h hakuna kadafi mwenye anaweza kujisha karbira kama salongo haiyaisha. Qui veut dire mkila commune, wakati tunasikia burgomestre na la se commune itakuwa mu centre, kwa mfano ni wa Mulekera na sema itakuwa mu centre ya ma campagne, yani ba kadafi wote ba mwile axe inaba bana accompagner burgomestre mwile axe banafaa salongo. Yani sie bote tuko sase kwa accompagner bakubwa juu ya operation ya Beni propre. Kambale Malia sasa ni kiongozi ya wakadafi mjini Beni, naye pia anatambua jambo hii. Ila suluhisho itatokea wapi? Kambale Malia sasa: kama tulitiwa si wakadafi juu na sisi tunapatikana vile kubarabara, tunatenga mapunda kubarabara, na wakati balianja hii operation punda zetu zilitupiwa pembeni, na ndio maana balituitisha juu tukae trouver solution kwayo. Tumepata kama meme solution ya kurudisha punda kubarabara, me kunakuwa condition fulani za kutengewa. Wanatupatia kazi ya kuidentify kwanja bakadafi wetu wenyewe tutatia kubarabara, wakuna banajulikana, na tutakamata model ya punda, yani hatutatia etalage gizi likuwa, tunatengeneza etalage ya mupya, tunatia rangi ya drapeau ya RDC na tunabaidentifie par des numéros, yani ba plaque yenye natoka kwa association. Alors mkubwa anatungojelea tulete lundi exemplaire ya ile etalage, wakisha apprécier l'étalage. Okay, na sisi tunelase mutere deja bakadafi banaanja kazi. Gizi tunakuwa karibu sana na gudro, yani namba tunatia punda pembeni, wakati mtu wa gari karibiri naisha kugari yake anatatia namba mnakuwa nje ya gudro, yani pembeni ya barabara juu ya kuevite ambutiage. Kwa upande wake, ausikae na mazingira mjini Beni awalika wakaji wote kujihusisha na majukumu ya usafi wa mji, sio tu wale wakadafi. Moiza Dirodu: mekanisme ya kwanza ni kusensibilize kwanza batu baelewe gizi tunapasha kuwa na vile ya mzuri, kwa sababu maneno ya assainissement inahusisha kundi mingi, iko na obligation ya kujiimpliquer kwa ile vision ya ville propre ya Beni kwa kuperenize hii kazi. Tuko na instaure brigade sanitaire ya meri ya Beni, itapita na itaangalia nani anachafula na nani hachafule. Ifahamike kwamba tangu mkazo uwekwe kuhusu usafi wa mji na mazingira yake mjini Beni, mji mkuu kwa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini, yote yamewekwa tayari kwa mafanikio ili usafi uonekane mjini kupitia uhamasishaji ya wakaaji. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa wote waliongana nasi kwa irini.